Tunajua kwamba kuna mambo mengi ambayo yalifanyika. Alafu tutakapoingia katika mwaka mpya nitakujulisha, alafu ndio tuweze kushangilia na tuweze kutabiri mambo mapya katika mwaka wa 2026. Kwa hivyo nataka tuingie katika maombi. Baba yetu na Mungu wetu, ni asante Bwana kwa sababu ya fadhili zako na rehema zako katika maisha yetu. Ni asante Bwana kwa sababu ya kutufikisha wakati huu Bwana. Ni asante Bwana kwa sababu tulipuka majaribu mengi katika mwaka wa 2025. Wakati mwingine tukipatwa na magonjwa na kulazwa hospitalini. Wakati mwingine Bwana tukipata ajali, Bwana wa majeshi, na wewe ukituokoa. Bwana wa majeshi, wengine wetu tukipata tukianguka katika mambo ya kiroho, lakini ukituinua tena na kutulisha katika wema wako. Ni asante Bwana kwa sababu ya mambo mengi ambayo umetufanyia katika 2025. Tulikuwa katika hali mbaya tulipokuwa pale nyumbani tukiwa na familia zetu, lakini Bwana ukashuka na ukarejesha familia zetu. Bwana wetu wa mbinguni, tumekuwa na njaa, tumekuwa na mambo mengi. Wakati mwingine tukishuhudia katika nchi yetu, Bwana wa majeshi, maandamano ambao Bwana ichukua vijana wetu wengi. Baba wetu wa mbinguni, tumeshuhudia nchi ya Tanzania ikifanya maandamano na kuchukua vijana wetu wengi. Bwana wa majeshi, wewe Bwana ulituokoa na ukatuhifadhi katika wema wako. Ni asante Bwana, tunakushukuru. Tunasema ni asante, tunasema ni asante, tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya fadhili zako. Baba wetu wa mbinguni, tunashukuru Bwana kwa sababu ya maisha yetu. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya watoto wetu ambao walifanya grade 9 na form 4. Bwana wa majeshi, tukijua kwamba watavuka na kuingia katika shule za senior school na universities. Bwana wa majeshi, ikiwa ni baraka ambazo Bwana ulitakuwa umewapatia. Baba yetu, ulitubariki na biashara, ukatubariki na kilimo, ukatubariki na kazi zetu ambazo Bwana tulizifanya. Baba yetu wa mbinguni, hatuna budi ya kusema ni asante. Hatuna budi ya kusema ni asante kwa sababu ya amani ambayo Bwana tunashuhudia katika maisha yetu. Hakuna budi ya kusema asante Bwana kwa sababu ya wema na fadhili zako katika maisha yetu ya kiroho. Kwa wale ambao wanakuabudu kwa roho na haki, Bwana wa majeshi, tunasema ni asante kwa sababu tumeona wema wako. Tumeona Bwana mabadiliko katika maisha yetu, tumeona mabadiliko katika familia zetu, tumeona mabadiliko katika makanisa yetu, tumeona mabadiliko katika nchi yetu, tumeona mabadiliko katika jamii zetu. Ni asante Bwana, ni asante Bwana. Mwaka wa 2025 ulikuwa ni mwaka wa baraka kwa wengi wetu Bwana, na wale Bwana walikwasika. Baba wa mbinguni, tunakuomba 2026 uwe ni mwaka wa baraka, uwe ni mwaka wa baraka. Ni asante Bwana, ni asante Bwana. Nataka sisi wote tushangilie, maana imefika wakati imefika saa 6 kamili. Hai asante Bwana. Na Bwana wa majeshi, wakati huu tunataka kutabiri mema yako Bwana katika maisha yetu. Ni asante Bwana, ninatabiri mabadiliko katika maisha yetu ya kiroho. Ninatabiri maisha mapya katika biashara zetu. Tunatabiri maisha mapya katika familia zetu. Tunatabiri maisha mapya katika nchi yetu. Tunatabiri mambo mapya katika kanisa yetu. Tunatabiri maisha yetu katika wazee wetu. Tunatabiri na hata mabadiliko katika wazee wetu, mabadiliko katika watoto wetu, mabadiliko katika wake zetu, mabadiliko katika biashara zetu, katika ajira zetu, mahali popote Bwana tutakapokanyaga. Bwana wa majeshi, tunaomba baraka ambazo zinatoka kwako. Ni asante Bwana, ni asante Jehova, ni asante Bwana, ni asante Bwana kwa sababu tunajua wakati wote tunapokuomba Bwana wa majeshi, wewe husikia na hutimiza, na tunajua kwamba wakati huu Bwana wa majeshi, yale ambayo tumetabiri tunajua kwamba utayatimiza katika jina la Yesu. Ni asante Bwana,
Ndio sababu ni asante kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye amewakilishwa katika mahala hapa. Ndio asante Bwana kwa sababu ya familia ambazo ziko katika maombezi, ambazo zinaomba katika nyumbani kwao kwa wakati huu. Ndio asante Bwana kwa sababu ya wale wote ambao wamejumuika makanisani Bwana wakitabiri mapya ya mwaka 2026. Bwana wa majeshi, tunaomba na kutabiri ya kwamba yote ambayo Bwana yalitushinda 2025 tutayaweza 2026 katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tukawa wagonjwa, Bwana wa majeshi, tukatumia fedha nyingi, lakini 26 tunatabiri afya katika maisha yetu. Tunatabiri afya katika miili yetu. Bwana wa majeshi, biashara zetu ziliharibika hata zikaisha, lakini 2026 tunaomba ya kwamba Bwana wa majeshi kupitia kwako zitakufuka na tutakuwa washindi. Bwana wa majeshi, familia zetu ziliangamia, lakini 2026 zitasimama tena katika jina la Yesu. Watoto wetu walifanya mtihani 2025, lakini 2026 watakuwa wamefaulu na wataingia katika vyuo vikuu na wengine wataingia katika shule kuu katika jina la Yesu. Hakuna mtoto mmoja ambaye Bwana atapotea, hakuna mama ambaye atapotea 2026, hakuna mzee ambaye atapotea 2026, hakuna biashara ambayo itakufa 2026, hakuna kazi itapotezwa 2026. Bwana wa majeshi, tunaomba baraka, tunaomba baraka zako 2026 katika jina la Yesu. Bwana wetu wa mbinguni, ni asante Bwana, ni asante Bwana, ni asante Bwana kwa sababu tunajua kila ambacho tunakuomba wewe hutimiza, na kwa imani tunajua kwamba yale ambayo tumekuomba Bwana wa majeshi yatakuja kutimia katika jina la Yesu. Baba wa majeshi, ninaliombea kanisa hili, baraka zako Bwana, ninamwombea mchungaji, baraka zako Jehova, ninaiombea familia yake, baraka zako Jehova, ninawaombea waumini wote pamoja na familia zao, maisha mapya ya mabadiliko. Bwana wa majeshi, nikiomba ya kwamba biashara zao, kazi zao za mashamba, Bwana wa majeshi, na wale ambao wameajiriwa, Bwana wa majeshi, zitanawiri katika 2026 katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana, kanisa hili litaongezeka waumini katika 2026 katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, 2026 walevi wote ninaomba Bwana, na nikitabiria kwamba watabadilika na kuwa watu wema na kuingia makanisani na waweze kupata baraka zao 2026. Natabiria kwamba wezi wote na wauaji watabadilika na kuwa watu wema wanaokupenda Bwana 2026. Ninaomba Bwana, wafisadi wote watabadilika na kuwa watu wema na kuingia kanisani mahali pa ibada katika 2026. Bwana wa majeshi, waasherati wote tunaomba wabadilike 2026. Bwana wa majeshi, wawe watu wema, watu Bwana ambao wanaweza kukusifu na kuinua jina lako. Bwana wa majeshi, ninaomba ya kwamba serikali yetu itasimama wema, itawakumbuka wa raia wote, itawakumbuka wale ambao waliitwa hustlers, na Bwana wa majeshi itaweza kuwafikia na kuwainua ili Bwana waweze kusimama vema kama vile walivyoahidi walipoingia mamlakani. Kwa hivyo Bwana, ninaomba ya kwamba Bwana wa majeshi, miradi yote ambayo serikali ilianzisha itaweza Bwana kukamilika kama ilivyotarajiwa katika jina la Yesu. Tunamwombea kiongozi wa nchi wakati huu, wakati wa 2026 mpaka kufikia 2027. Bwana wa majeshi, tukiomba ya kwamba tutaona mabadiliko katika serikali yake na mambo mapya yataonekana. Na Bwana wa majeshi, tutakapokuwa tunafika 2027 tutakuwa tunamshukuru Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya mengi ambayo tutakuwa tumeyapata. Bwana wa majeshi, tunaomba mahali watoto wetu watakapoingia katika shule za senior school na universities watapata marafiki ambao ni wazuri, ambao wanakupenda, ambao wanakujua. Bwana wa majeshi,
na tukijua ya kwamba, tukiomba ya kwamba na kutabiri ya kwamba hawataharibika, hawataingia kwenye madawa ya kulevya, hawataingia katika uombaji wa mashetani na majini na mapepo, bali watakuwa wanakuabudu wewe mwenyewe katika jina la Yesu. Baba yetu wa mbinguni, wazee wetu ambao hawaingii kanisani, wakati huu tunatabiri ya kwamba wataweza kubadilika na kuingia makanisani, Bwana wa majeshi, ili waweze kupokea baraka zao, waweze kubadilika. Maana kuokoka ni kubadilika. Bwana wa majeshi, tunaomba kubadilika 2026. Tunaombea wamama pale nyumbani ambao hawaingii makanisani, wakati huu Bwana tukiwaombea mabadiliko mapya, Bwana wa majeshi, na kuingia kanisani katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe. Bwana wa majeshi, tunaomba ya kwamba utashuka katika familia zetu, utashuka katika makanisa yetu, utawabadilisha wamama, utawabadilisha wazee, utawabadilisha watoto, utawabadilisha vijana ambao Bwana hawasikii wazazi wao, ambao Bwana wameingia katika ulevi wakiwa wachanga na kupoteza maisha yao. Wakati huu Bwana tunakuomba uweze kuwarudisha katika nyumba yako, ili Bwana waweze kufundishwa neno na waweze kubadilika. Wakati huu Bwana, 10% tu ndio inaingia kanisani huko Nairobi. 90% hawaingii kanisani, wameacha kanisa. Bwana wa majeshi, katika sehemu zetu kuna kikundi kikubwa cha watu ambacho hakiingii kanisani. Bwana wa majeshi, wamejiingisha katika mambo ya ukora. Lakini Bwana, tunatabiri na tukikuomba ya kwamba uwarejeshe makanisani, ili waweze kuhubiriwa, ili waweze kubadilika. Na Bwana wa majeshi, wale watu wenye maana katika jamii, tumeshuhudia vijana wengi Bwana, ambao Bwana hawana shughuli na ndoa, ambao hawana shughuli na biashara, ambao hawana shughuli na kilimo, ambao hawana shughuli na elimu, lakini sasa wamekuwa watu ovyo, watu ambao hawezi kuwasaidia wazazi wao, watu ambao hawezi wakasaidia kanisa, watu ambao hawezi wakasaidia serikali. Wamekuwa liability katika jamii, wamekuwa mzigo katika jamii. 2026 tunaombea vijana wetu wabadilike, waache bangi, waache pombe, waache ukora wa kila aina, wabadilike na waingie kanisani, waweze kuisaidia jamii yetu. Tunahitaji madaktari katika jamii yetu, tunahitaji wanabiashara katika jamii yetu, tunahitaji na hata maengineers katika jamii zetu, Bwana wa majeshi. Kwa hivyo ninaomba uweze kuwabadilisha vijana 2026 wawe watu wa maana katika nchi yetu, Bwana wa majeshi. Tunahitaji wanasiasa ambao ni wakakamavu na ambao Bwana wana tabia njema, ambao watawashughulikia raia wa nchi hii. Baba wetu wa mbinguni, tumeshuhudia wanasiasa ambao ni wafisadi, wanasiasa ambao Bwana wanapoingia katika mbuge wanawasahau watu wao. Tumeona hata viongozi wengine wakuu wanapoingia serikalini wanawasahau watu wao, Baba wetu. Lakini mwaka huu wa 2026 tunaomba uwe mwaka wa mabadiliko katika serikali yetu. Wabadilike na warudi katika mahali walipochaguliwa, waanzishe maendeleo na waendeleze maendeleo, wananchi wafurahi, wananchi waweze kupata mapato yao. Tuna SHA ambayo ifanye kazi. Bwana wetu wasifiwe. 2026 tunataka kutabiria kwamba mabadiliko yatapatikana na tutaweza kupata matibabu katika hospitali zote katika jina la Yesu. Bwana wetu wasifiwe. Bwana wetu wasifiwe. Hayo ni matabiri au ni utabiri ambao tunatabiri katika mwaka huu wa 2026 kwamba kila kitu kitakuwa kitu cha maana. Wewe kijana utakuwa kijana wa maana, utakuwa kijana wa maana kwa mzazi wako, utakuwa kijana wa maana katika jamii mahali unapotoka. Wale watu watasema, wataweza kusema kukuheshimu, waweze kukuheshimu pale katika jamii, pale kwenye kijiji chenu. Utakuwa mtu wa maana katika serikali, utakuwa mgeni wa serikali kila siku, bali utakuwa mtu wa maana katika serikali. Mama, utakuwa mtu wa maana pale sokoni. Mama, utakuwa mtu wa maana pale kanisani. Baba, utakuwa mtu wa maana katika kazi yako au mahali unapofanya kazi, bali utakuwa sumbua kwa watu wengine. Bwana wetu asifiwe. Utakuwa mtu wa maana, utakuwa viongozi, bali utakuwa mtu wa kuongozwa.
2026. Na haya yote tunaomba yatimie katika jina la Mungu Baba,